Tuanze kuelezana mwongozo kamili. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Katika somo la sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasoma katika hii kitabu Khulasatul Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Na tulikuwa tunaelezea mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Yaani ulipoanza utume, bado unuzuli wahi, mwanzo wa kuteremkiwa kwa wahi. Tuliongelea kuhusu hiyo, tukabaini kwamba aya za kwanza zilizomteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gani? Iqra. Na tukaelezea umuhimu wa kusoma. Kama mnakumbuka, sema amri ya kwanza iliyomteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni iqra, soma. Na hiyo ni katika Waislamu wote, ni amri kwa Waislamu wote, kafaa tusome. Ukiacha kusoma ndio umefeli, dini yako itakuwa ni ya kuigaiga. Bismi rabbika alladhi khalaq, kwa jina la Mola wako aliumba. Allah amekuumba wewe. Sawa, tukaongelea kuhusu hiyo pia. Tukafikia wapi? Tukaelezea hali ya Waarabu kabla ya Uislamu. Hali ya Waarabu kabla ya Uislamu. Tunasema kwamba kana al-Arabu kabla al-Islam mushrikin. Walikuwa ni washirikina Waarabu. Waarabu walikuwa ni nini maana mushrikina? Yaabuduna al-asnama wa yuqaddisunaha. Walikuwa wakiabudu masanamu na walikuwa wakiyatakasa. Lakini si kwamba ati hiyo ndio ilikuwa hali, hiyo ndio ilikuwa dini ambayo walikulia ndani yake, bali dini ya Ibrahim ilikuja ikaharibiwa. Dini ambayo Ibrahim alayhisalam alikuja akahubiri pale mji wa Makkah na Ismail kijana wake iliharibiwa. Umeelewana pale? Tunajua kwamba Ibrahim alayhisalam na Ismail ndio walinyanyua nini? Ile jengo la Kaaba. Sawa? Kwa hivyo alikuja akaasisi pale mila ya Hanifia ya kumwabudu Allah peke yake. Lakini kuna mtu anaitwa Amr bin Lu'ay. Yeye ndo aliposafiri nje ya Makkah akaenda katika mji wa Syria, akapata kuna watu wanaabudu masanamu. Akaulizia, vipi hizi masanamu zao? Tunaabudu haya kwa sababu tunakaribisha nini kwa Allah. Sasa akanunua. Akaileta wapi? Makkah. Amr bin Lu'ay dalitarini ibada ni ya kuabudu masanamu pale mji wa Makkah. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuelezea kisa yake kwamba wakati alipoenda Isra wal Miraj alimuona huyo Amr bin Lu'ay akijikokota ile matumbo yake ndani ya moto wa Jahannam. Kwa sababu ya nini? Yeye alikuwa mwanzilishi wa kufanya wa ibada ya masanamu mji wa Makkah. Yeye alikuja kuharibu ile mila ya Ibrahim pale mji wa Makkah. Sasa ndio maana ikaendelea katika generations mpaka ikafika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeona pale? Kisha sema wakanu yaktuluna auladahum khawfa min al-ju'i wal faqr. Walikuwa pia wakiwaua watoto wao. Waarabu walikuwa wanafanya wanaua watoto wao kwa sababu ya kuhofia nini? Njaa na nini? Maskini. Sasa hiyo ilikuwa inaitwa nini? Ujahilia. Ilikuwa inaitwa ujahilia. Huwa mtoto kwa sababu ya kuhofia pengine maskini na njaa. Na kuna watu bado mpaka leo wanafanya vitu kama hizo. Wao kama wao. Napata mtu pengine ni breadwinner, kazi imekwisha. Sasa akija kwa nyumba anaamua kuua kila mtu. Mpaka mwenyewe anajiua. Shaona kwa news mara mingi. Sasa hao bwana alikuwa mpole nini anatoka na mapema na usiku. Tumeshangaa hata pia sisi. Amekuja ameua bibi, ameua watoto, na hivyo mwenyewe anafanya. Kumbe kwa sababu yani anapigia sasa kazi imekwisha kule, sasa maisha ni ameshaandikiwa death sentence. Sasa hiyo ni katika ujahilia, ni kutofikiria vizuri. Alafu nasema wayadfinuna banatahum wa hunna hayyatun. Walikuwa kiwazika watu wao wa kike hali ya kuwa wako hai.
Yaani auwe mtu auwe binti wake, bali anafanya nini? Anamchimbia kaburi kisha anamsukuma kule ndani anamfukizia. Anamzika kama ako hai. Wakiwa wadogo. Sasa mjue mtu mdogo hawezi kujidefend. Khashyata al-'ari wal-'aibi. Wakihofia aibu. Wanaofia nini? Aibu. Nasema kwamba walikuwa wakiona pengine labda walikuwa kwa constant attacks. Sasa pengine labda tukija kuvamiwa, watu wetu watachukuliwa, kisha mabinti waende wafanyiwe mambo ambayo sisi kulingana sisi, hiyo itakuwa ni kuharibu nini nasabu yetu. Umeelewa? Sasa hiyo ni katika masababu ambazo kwa inapelekea kufanya kuwazika mabinti zao hai. Umeelewa? Kisha nasema wakanu mutanafirina mutashajirina yuharibuna ba'dhum ba'dhan. Walikuwa ni wenye kupigana sana. Walikuwa hawana umoja. Walikuwa na nini? Warabu walikuwa na nini? Walikuwa na umoja. Walikuwa chochote kidogo ambayo itaanzisha kuchochea vita. Ilikuwa makabila mbili zinaingia kuuana, wanachinjana kwa sababu ya sababu ndogo tu. Pengine tungamia mtu amekuja ikaenda kwa shamba mtu fulani. Hiyo ikasababisha clan mbili kuleta bloodshed. Kitu ambao tunaweza kaa chini wakaelewana wakaangalia mwafaka, lakini walikuwa wanapenda kupigana sana. Ndio maana walikuwa wamejidivide kwa sub clans. Kila clan iko na chifu wake. Hawana any unifying factor. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja sasa. Walimwoposu mwanzo, lakini baadaye alileta nini? Alileta ile unity. Unaona pale? Sasa tunaingia sasa katika ad-da'watu sirran. Ad-da'watu sirran. Ad-da'watu sirran. Ulinganifu ama ulinganizi wa siri. Secret da'wa. Secret da'wa. Jamila, kwa class kweli? Mbona ni kama unalala? Nini maana ad-da'watu sirran? Secret da'wa. Yaani Mtume Muhammad sallam alianza kulingania watu kwa siri. Naweza nipatie sababu gani Mtume sallam alikuwa na ilibidi alinganie siri kwa siri? Fani? Watakata. Sababu nyingine ni gani? Walikuwa hataki? Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipoteremka aya katika sura Mudaththir. Suratul Al-Mudaththir. Suratul Mudaththir. Ilipoteremka suratul Mudaththir. Naanza fungua suratul Mudaththir. Yesu inaanza a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir. Ewe uliyejifunika. Ewe uliyejifunika. Jifunika nguo. Ilipoteremka hiyo aya, sasa Mtume Muhammad sallam akaanza ulinganifu wa siri. Ya ayyuhal mudaththir. So mudaththir kuanzia aya kwanza mpaka aya ya 7. Aya kwanza mpaka ngapi? Ya 7. So mudaththir. Hapo sasa alimtumiza Jibril amletee maneno ambaye ya ayyuhal mudaththir. Tukumbuke kwamba Mtume Muhammad sallam alipokea wahi akiwa katika pango. Hiyo pango inaitwaje?
Hira. Yaitwaje? Hira. Na alipomtokezea Jibril akampatia zile aya za mwanzo za kwanza suratul Alaq ambayo tulielezea last week. Mtume sallam baada ya kupokea hizo aya, Jibril aliyofanya aliondoka. Kisha Mtume sallam akaingiwa na uoga. Akakimbia kwa nani? Kwa mke wake nani? Khadija. Akisema nini? Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni. Sawa? Sasa pale ndo Khadija tukaelezea kwamba alipelekwa Waraka bin Nawfal. Tuelezea katika ile wiki iliyokwisha. Sawa? Sasa katika ile hali ya kujifunika, maana yake mtu anakuwa na uoga kwa sababu alikuwa hajui kitu gani anamfanyikia. Rusai aya ikaja sasa. Na baada ya kupatiwa hakikisho na Waraka bin Nawfal kwamba yeye ni mtume wa Allah. Sasa Jibril alayhisalam akamtamkia hizi aya 7. Akamwambia nini? Ya ayuhal muddathir, ewe ulijifunika, qum, inuka, fa'andhir, waanze kuonya watu. Inuka fanya nini? Waanze kuonya. Sasa ndio aya ilikuja kumpatia sasa nini? Ile go ahead kulingania sasa watu. Sawa? Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, ilimfanya mtume. Lakini sasa kulingania watu ni sura nilifanya ikampatia sasa go ahead. So now you are supposed to now rise up to the occasion and warn your people. Qum fa'andhir, inuka uonye. Wa rabbaka fakabbir, na Mola wako umtukuze. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako uzitahirishe, jisafishe. Wa rujza fahjur, na masalamu endelea kuyahama. Umeelewa pale? Masalamu fani endelea kuyahama kabisa. Alafu tumezea nini? Wala tamnun tastakthir, wala usitoe kichache kwa kutarajia kingi. Umeelewa pale? Usitoe kichache kwa kutarajia kingi. Wala tamnun tastakthir, hiyo ndio yani maana yake. Yani mfano kama unajua pengine labda mimi kuna watu fulani ambao wako well off. Sasa ili nitaka kushinda, nitaka ku win over the generosity, wacha nipeane kitu kidogo, so that in return nitapewa kingi. Hiyo si katika maadili ya Kiislamu. Na pia tunapata mafunzo ndani yake. Si kuna mtu ambaye anajipendekeza mahali na kitu kidogo, lakini sasa malengo yake ni nini? Kupata kingi. Yes, katika Uislamu hiyo. Yaani kama njia moja ya kutaka riba, ni kama njia moja ya riba. Interest. Sawa? Unaelewana pale? Alafu asema wali rabbika fasbir, na kwa ajili ya Mola wako ufanye nini? Uwe na subra. Uwe na subra. Kwa sababu hii kazi ambayo unataka kuanza si kazi rahisi. Lazima ujipampu na subra. Kama vile aya imekuja fasbir kama sabara ulul azm. Subiri kama alivyosubiri ulul azm min ar-rusul. Wakina Nuh alayhi salam, kina Ibrahim, kina Musa, Isa alayhi salam. Subiri kama wao. Sasa hii sura ilipoteremka ndio Mtume sallallahu kaanza nini? Ulinganizi wa siri. Unaona pale? Ama tuelewana hapo. Sasa Ibrahim alirudi kwa akamwambia ama ilikuwa na. Unajua kwamba Qur'an ilikuwa ikiteremka kupitia kwa Jibril kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Ndio kuna swali hapo. Namaanisha nini kusema unashuka kwa kifua yako? Ati? Namaanisha nini kusema unashuka kwa kifua yako? Si yani Mtume sana anafunuliwa wahi. Bali hiya ayatun bayinatu fi suduri alladhina utul ilm. Kaida elimu ukaa kwenye kifua cha watu wenye kupata elimu. Umeelewa mjelewa? Inma ta'mal alqulub allati fi sudur. Yani katika aya anasema kwamba haipofuki macho. La ta'mal absar. Haipofuki nini? Macho. Inma ta'mal qulub allati, nyoyo ndio huwa zinakuwa na upofu, si macho.
sababu kuona kwa moyo iko na nguvu zaidi kushinda kuona kwa. Ndio maana nasema kuna tofauti ya albasira na albasar. Usikia pale? Kuna tofauti ya nini? Albasira na albasar. Albasar ni nini? Na albasira? Albasira ni nini? Albasira ni ile mtu kuwa na ile, yani kuwa na understanding kwa moyo, kwa nafsi yake na kwa akili yake. Yani akawa na maono. Kwa tofauti ya kuona na maono. Nini maana maono? Nini maana ya maono? Hata mfanya kuna maono. Yani ako na, yani ufahamu wake ni mkubwa kwa ufupi. Wisdom. Kama hiyo wisdom inaweza kuwa wisdom. Sawa. Sasa ndio hiyo sasa. Sasa tunaendelea mbele. Baada ya hizi aya kuteremka, fadaa ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi. Yesu salama akalingania watu wake wa nyumbani. Number 1, family members. Family members. Yesu salama akaanza kulingania kwanza watu wake wa nyumbani na wale wa karibu ambao wanamwamini. Family members na wale trustworthy friends. Wale ambao walikuwa kimwamini kabisa na walikuwa wakisadikisha wakikuwa na itikadi njema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kweli kabisa. Unaona pale? Na katika sababu kuu ambayo ilibidi Mtume sallallahu alayhi wasallam aanze kulingania kwa siri ni kwamba alikuwa na hofia asiwashtukizie watu wale Waarabu kwa jambo ambalo hawajawahi kulisikia, kisha baadaye yani ikuwe ni ngumu kwao. Kwa maana alikuwa anafanya kisiri. Unaona? Sababu hizo kufanya tu dhahiri na watu wote tayari wamezama katika ibada na sanamu na kufanya mambo mengine. Sasa nasema kwamba faqad bada'a bid-da'wati sirran khawfan min mufaja'ati an-nasi bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Alikuwa anahofia pengine labda asiwashtukizie, asiwashoko wale watu wake na jambo ambalo hawajawahi kulisikia wala hawajawahi pita katika akili zao na hawajazoea. Sasa alikuwa anahofia hiyo kwamba lazima nianze kwa siri. Hiyo ni katika sababu ambazo alianza nini? Ulinganizi wa siri. Sababu gani alianza ulinganizi kwa siri? Yaani ile kuwashtua watu kwa jambo ambalo hawajawahi kulisikia na wale hawajazoea. Sasa maana alifanya kwa siri. Sasa hapo unajifundisha nini? Kwamba unaweza ukaenda sehemu watu wako na ushirikina wao. Watu wako katika giza. Wanafanya mambo ambayo iko nje ya dini. Sasa wewe unafaa kufanyaje ulinganizi? Utawaita mara pamoja na fanze kuwa nini? Utaanzaje? Unaanza na? Wako karibu na wewe. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha anakuja na wale ambao wanamwamini, marafiki wa karibu. Kwa sababu hao ndio stronghold wako. Hao ndio watakushikilia. Lazima uwe na stronghold, backup. Lazima uwe na nini? Backup. Usiende kulingania watu ambao ni group kubwa kabisa alafu hauna backup. Mambo ikuwa moto utakimbilia nani? Tumeelewana pale? Sasa kwamba Mtume sallam ako na family members kisha marafiki, sasa wale watu wengine sasa anaingia polepole kwa siri kuambia moja mmoja. Alafu hao marafiki pia wako na marafiki zao. Umeelewana?
Sasa wa kwanza kabisa alimwamini awwalu man amana bihi min an-nisa'i Khadija. Katika wanawake alimwamini nani? Khadija. From the women side. Wa kwanza kuamini ni mke wake Khadija bint Khuwailid. Kwa upande wa nani? Wanawake. Sasa una fadhila ya Khadija kubwa. Khadija radhiallahu anha fadhila yake ni kubwa sana mbele ya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhila yake ni kubwa sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi naye, hajawahi kuoa mke mwingine wakati alikuwa naye. Na kuna hadithi inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati fulani ameketi, kisha Jibril akaja, na wakati huo Khadija alikuwa anakuja kumsafu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Huyu Khadija amekuja, mpatie salamu. Mwambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamsalimia." Allah anafanya? Yaani Allah subhanahu wa ta'ala amemsalimia, kisha amembashiria nyumba katika janna ambayo hakuna kelele. Hakuna nini? Kelele. Mtu wako duniani anabashiriwa mambo kama haya. Sasa katika watu ambao walibashiriwa pia janna wakiwa hai, nani ni wao? Tusistick na ile hadithi ya watu 10. Kuna wengine pia walipatiwa bishara ya janna. Bila. Sawa. Kwa hivyo kwa wanawake alimwamini Mtume sallallahu alikuwa nani? Khadija. Na hii ni msingi bora sana katika familia. Ikiwa uko na mke ambaye anakusupport katika masuala ya dini, ama uko na partner ambaye anakusupport katika masuala ya dini, basi wewe unajua kuna a very strong pillar to hold. Lakini ikiwa uko nyumbani peke yako, wewe ndio umekuwa mstari wa mbele masuala ya dini, lakini mwenzako hayumo kabisa, hiyo nyumba ni hasara kubwa sana. Hasara kubwa sana. Hasara kubwa sana. Ni jihadi kubwa inafanya ifanyike pale. Ni jihadi ya hali ya juu. Hali ya juu. Unaona? Na hapo ndo maana mahali watu wengi sana huwa wanafeli katika masuala ya ndoa. Masuala ya nini? Ya ndoa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpatiana advice akasema tunkahul mar'a kwa mambo ngapi? Manne. Mwanamke anaoneka kwa mambo manne. Sawa? Akataja nini? Dini ilikuwa mwisho. Yaani kwamba wanaume wengi sana huoa wanawake sababu ngapi? Urembo wake. Sawa? Kuna mtu ataoa mwanamke sababu ni mrembo. Hata kujua ni mchawi. Hata kujua hivyo. Ni mradi mchawi. Ni mradi ni mrembo. I can do anything. I'll do anything. Sawa? Hiyo ni sababu. Kisha mali. Mtu ako na mali. Pengine labda kwa Amerika, sema mtu kinioa tu green card napata. Sawa? Mwingine? Nasabu yake, nasabu. Ile family background, family lineage yake. Natoka katika family noble. Familia yake kuna damu ya wafalme. Ama iko na damu ya watu wenye pesa. Unaona? Alafu ya mwisho anasema nini? Dini yake. Nasema fadhfar bidhati din taribat yadaka. Shinda ule ambaye, jishindie ule ambaye akona dini. Mikono yako itakuwa imeshika mchanga. Taribat yadaka. Mikono yako itakuwa vipi? Nini maana hiyo? Unajua mtu sana alikuwa anaongea kimafumbo. Sasa nafaa kuelewa maneno yake vizuri. Yaani sana mfano mtu kuambia kwamba wewe utakuwa mfalme wa hii dunia. Sababu yani kama umebeba dunia mkononi mwako yani. Ukioa mwanamke mwenye yako nini? Wewe utakuwa on top of the world. Lakini hapo na mahali tunasema fanya? Tutaangalia mfuko kama imenona. Mzito mfuko, anatembea na tai, akona V8. Hiyo ndio wewe mambo mengine hiyo. Nasema kwamba yani nasema kwamba nini?
utajiri wa dunia. Utajiri wa nini? Wa dunia ni kwa vitu tatu. Vitu ngapi? Tatu. Akasema lisanan dhakiran, ulimi wenye kumtaja Allah. Hiyo ni utajiri. Ndio maana lisanan dhakiran. Lisanan dhakiran. Lisanan dhakiran hiyo ni ya kwanza. Yaani ulimi wenye kumtaja sana Allah. Hapa hivi kuna baadhi ya watu wanatangulia sema kwamba masakinu ahli hadi dunia kharaju wa lam yadhuku ahla ma fiha. Maskini wa hii dunia, the poor people of this world, they left this world without tasting the pleasures in it, without tasting any sweetness in it. Nasikia pale? Maskini wa hii dunia wafanye waliondoka na hajaonja utamu wa hii dunia. Sasa kauliza utamu wa dunia ni nini? Dhikrullah. Dhikrullah. Sema utamu wa dunia ni dhikrullah. Ni kumtaja Allah, ndio utamu wa dunia unapatikana ndani yake. Umeelewa pale? Sasa mtu yote ambaye amekufa na hajai kumtaja Allah, huyo ni maskini hata kama ni bilionea, hata kama ni Bill Gates. Ni maskini wa mwisho. Umeelewa pale? Kwa hivyo katika utajiri miongoni mwao ni kuwa na ulimi ambao unamkumbuka nani? Kisha ya pili akasema almar'atu tu'inu ahadakum ala dinihi. Almar'atu tu'inu ahadakum ala dinihi. Ndio pale. Mar'atu tu'inu ahadakum ala dinihi. Yaani mwanamke ambaye anamsaidia mmoja wenu katika masuala ya dini. Katika masuala ya dini. Mwanamke mwenye kumsaidia mmoja wenu katika masuala ya dini. Sasa hapo tukiangalia katika masuala ya Khadija radhiallahu anha. Ile strongest support ambayo alipatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni support ambayo it cannot be compared with anyone else. Sababu mali yake yote ilitumika katika kuprovide Uislamu. Kwanza namba 1 alimfariji Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati amefanya nini? Ako na ile fadhaa, uoga. Kwanza akamfariji. Kampelea kwa Naufal, Waraka bin Naufal. Kwa hiyo ile support ambayo ile concern ambayo alikuwa nayo. Na alikuwa akimhudumia Mtume Muhammad. Pamoja na ile utajiri wake, lakini utajiri haikumzuia kuangalia haki yake kama mke, nafasi yake kama mke. Ndio pale. Ya tatu tutaelezea siku nyingine inshallah. Hii ilikuwa ni maana sana hii. Hii inafungamana na hii topic hii. Hiyo ndio point of target. Sawa? Hiyo ingine tutakuja kuelezea wakati mwingine inshallah. Hizi ni more important. Ala dini. Sasa sema kwamba aliyetangulia kuwa Muislamu katika wanawake ni Khadija radhiallahu anha. Sawa? Nasema hivi wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Alikuwa Khadija akimwaminia katika utume wake. Alimwamini kabisa tangu hata wakati wakati ya kuoana. Katika masuala ya kusafiri, kishaelezea ile mambo ya biashara, kuelezea yote. Sasa hiyo ilipelekea kwanza akaanza kumwamini tangu huko nyuma. Sasa amefika wakati sana kuja na masuala ya dini. Sasa bila shaka alimwamini 100%.
Unaona pale? Kisha sema wa awwalu man amana bihi min ar-rijali Abu Bakr. Katika wanaume men alikuwa nani? Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Jina yake si Abu Bakar, kuna jina yake iko mahali. Tutakuja kuelezea siri yake wakati mwingine inshallah. Sasa tunajua kwamba Abu Bakar katika wanaume As-Siddiq wa kana sadiqahu qabla ba'athihi wa lam ya'had alayhi kadhiban, kwamba huyu Abu Bakar alikuwa ni rafiki wake Mtume sallallahu alayhi wasallam tangu sana, na alikuwa ni mdogo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam for 2 years. Alikuwa younger than the Prophet sallallahu alayhi wasallam with 2 years. Unaona pale? Kwa maana utapata kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa, Abubakar alitawala kwa miaka mingapi? Miwili, kisha akafa. Na alikufa akiwa na miaka ngapi? 63. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa na 63 years, Abubakar alikufa na 63 years. Na Umar pia akafa na 63 years. Sawa? Tutakuja kuelezea baadaye mambo yake. Sasa Abubakar kwa wanaume yeye alikuwa wa kwanza kumwamini. Ndio maana akapatiwa jina hili As-Siddiq. As-Siddiq. Alimsadikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akasema kwa Abubakar alikuwa na maneno ambayo alikuwa anasema kwamba hajai kutokezea katika kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka yake yote tangu akiwa rafiki yake. Hajai kutokezea kusikia mtu kama asema uongo. Alikuwa tumkweli tangu udogoni mwake mpaka amepatiwa utume. Hajai kusikia uongo, hata kufanya matani ya uongo. Hajai kusikia. Unaona pale? Kisha kuna Zaid bin Harith. Zaid bin Harith radiyallahu anhu. Zaid bin Harith alikuwa nani? Zaid bin Haritha wa kana mamlukan nabii sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Zaid bin Haritha alikuwa ni mamluk, alikuwa amemilikiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni slave. Lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamset free, akampatia uhuru wake. Unasikia? Zaid bin Harith kwanza kabisa alikuwa ni mtumwa wa Khadija radhiallahu anha. Sawa? Kwa sababu gani? Warabu walikuwa tunasema kwamba Warabu walikuwa na tabia ya kupigana. Sasa kama imefika